Leo insha Allah taala tutazungumzia aina nyingine ya talaka inayoitwa almubaratu. Almubarat ni neno la Kiarabu lililo katika uzani wa mufaala. Asili yake ilikuwa ni mubaraatu, hamza ikabadilishwa ikageuka kuwa alifu ikawa almubaratu. Na neno likiwa katika uzani huu wa musharaka, kama wanavyosema katika sarufi ya lugha ya Kiarabu, tadullu ala almusharakati, linafahamisha juu ya musharaka, yani kitendo kilichotendwa na pande mbili. Mfano tukisema muqatala, ina maana ya kupigana, huyu ampiga huyu na huyu ampiga huyu, sio mmoja ampiga mmoja. Muqatala ni wawili wanaopigana. Au muharaba, kupigana vita, huyu ampiga vita huyu na huyu ampiga vita huyu, kuna musharaka baina rajulaini, baina ya watu wawili. Hii ndio maana ya almusharaka. Ndio maana katika lugha ya Kiarabu mechi ya mpira wa miguu yaitwa mubaratu kuratil qadam. Kwa nini? Kwa sababu katika mechi kunakuwa na munazaa, kunakuwa na musabaka, kunakuwa na mufaraka. Timu hii ikishambulia hii yazuia, hii ikizuia hii yashambulia. Kunakuwa na vitendo vya pande mbili, kuna kama mvutano. Ndio maana ya mubarat, ni watu wawili au makundi mawili yanayovutana. Hii ni kwa upande wa lugha ya Kiarabu. Katika sharia tunaposema mubarat, kama anavyosema sahibu al-Jawahir al-Sheikh Muhammad ibn al-Hasan al-Najafi, almubaratu huwa izalatu qaidi nikahi bifidyatin minha wa karahatin min aljanibaini. Mubarat ni talaka kama khulu, ambayo kuna chuki, lakini chuki hii ni kati ya mume na mke, yani mume amchukia mke na mke amchukia mume. Talaka ya kawaida mume anamchukia mke, khulu mke anamchukia mume. Mubarat chuki iko pande mbili, mume anamchukia mke na mke anamchukia mume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, mkiona hali hiyo ya chuki imetawala kati ya mke na mume, mume amchukia mke na mke amchukia mume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, fa in khiftum alla yuqima hudud Allahi fala junaha alayhima fima iftadat bihi, mkihofia kwamba hawataweza kusimamisha mipaka ya Mwenyezi Mungu katika ndoa, sababu chuki imetawala, chuki ya pande zote, basi hakuna ubaya kwa kile ambacho atajikombolea mwanamke. Yani mwanamke katika hali hii atakiwa atoe fidia kama kwenye khulu, ili aweze kupewa talaka yake.